Uhaligani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yaliyojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sada Nasor, nitakusomea habari za kitaifa pamoja na habari za kimataifa. Biashara kwa siku ya leo zitasomwa na Miriam Mlaponi, na kwenye habari za michezo tunaye Muhammad Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Makamu wa rais afungua mkutano wa mwaka wa chama cha wafamasia Tanzania, akemea tabia ya upotevu wa dawa kutokana na wizi. Ili kupisha ujenzi wa soko, wafanyabiashara wa soko la Maganzo mkoani Shinyanga wamepewa siku 14 kupisha ujenzi wa soko hilo. Na katika habari za kimataifa, watu 5 wauawa katika shambulizi dhidi ya msafara wa misaada ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan. Karibu mtazamaji, na moja kwa moja tuanzie kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango. Ametoa rai kwa wafamasia nchini kuendelea kulipa kipaumbele suala la elimu ya matumizi sahihi ya dawa ili kusaidia jamii kutambua na kuepuka madhara ya matumizi holela ya dawa. Recho Chacha ameandaa taarifa zaidi. Makamu wa rais ametoa wito huo wakati wa ufunguzi wa kongamano la kisayansi na mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha wafamasia Tanzania unaofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa Arusha AICC. Amesema yamekuwepo matumizi mabaya ya dawa kwa baadhi ya wananchi, kama vile matumizi ya dawa pasipo kushauriwa na daktari, matumizi ya dawa za usingizi kama kilevi, matumizi ya dawa kunenepesha mifugo, pamoja na matumizi ya dawa kukoleza pombe za asili. Makamu wa rais amewasisitiza wataalamu wote wa famasi kufanya kazi kwa kuzingatia kiapo na miiko ya taaluma yao, huku akiliagiza baraza la famasia kusimamia kwa karibu suala hilo ili kuhakikishia wananchi huduma bora. Aidha, makamu wa rais amekemea tabia ya upotevu wa dawa kutokana na wizi, ambapo amesema badala ya dawa muhimu kupatikana kwenye vituo vya afya, hupatikana kwenye maduka binafsi ya dawa yanayomilikiwa na baadhi ya wafamasia. Wote tunafahamu na nimekwisha kueleza, serikali inatumia fedha nyingi sana kwa ajili ya ununuzi wa dawa, lakini bado kuna upotevu mkubwa wa dawa kutokana na wizi, ambapo badala ya dawa muhimu kupatikana kwenye vituo vya afya zinapatikana kwenye maduka binafsi ya dawa. Na ninasikitika kusema baadhi ya maduka yanamilikiwa na baadhi yenu. Sasa hili ni jambo ambalo halikubaliki na linadhoofisha sana jitihada za serikali za kutoa huduma bora za afya kwa wananchi. Kwa hiyo kupitia jukwaa hili ninawataka wale wote wanaojihusisha na tabia hii waache. Na kwa kuwa masikio ya vyombo yako hapa, lakini pia vyombo vya habari viko hapa, basi wale wanaohusika wachukuliwe hatua stahiki wakisha kubainika kujihusisha na vitendo hivi. Akimwakilisha waziri wa afya katika ufunguzi huo, mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe amesema kutokana na mabadiliko yaliyotokeza duniani katika ufadhili wa sekta ya afya, tayari serikali ya awamu ya 6 imetoa fedha kiasi cha shilingi bilioni 141.98 kuweza kufidia pengo lililojitokeza katika bidhaa za afya zinazohusiana na malaria, kifua kikuu, ukimwi, pamoja na dawa muhimu zinazohusiana na mama na mtoto. Hivi karibuni, kutokana na mabadiliko ambayo yametokea katika dunia nzima katika ufadhili wa sekta ya afya, tayari serikali ya awamu ya 6 imeshaweza kutupatia fedha kiasi cha shilingi bilioni 141.98 kuweza kukava gap ambayo imejitokeza kwa maana ya bidhaa za afya zinazohusiana na magonjwa ya ukimwi, malaria, pamoja na kifua kikuu na dawa nyingine za muhimu kwa ajili ya afya ya mama na mtoto. Tunashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, natambua kwamba hii ni kutokana na mapenzi makubwa, lakini pia umuhimu ambao Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameuweka kwenye sekta ya afya. Kwa upande wake, rais wa chama cha wafamasia Tanzania Fadhili Hezekia amesema chama hicho kinaipongeza serikali kwa kuvutia wawekezaji na hivyo
kuwezesha uwekezaji katika sekta ya afya, hususan uanzishwaji wa viwanda vya bidhaa za afya pamoja na vituo vya afya binafsi hapa nchini. Amesema tayari mwelekeo mzuri unaonekana wakati nchi ikielekea katika kuwa na utalii wa tiba. Mkutano huo wa siku 3 kuanzia tarehe 4 hadi 6 Juni 2025 una kauli mbiu isemayo Famasia, kiini cha afya kwa wote, ubunifu, uwekezaji na afya jumuishi kwa wote, chini ya uongozi wa mabadiliko. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa ameweka jiwe la msingi la ofisi ya shirika la viwango nchini TBS Viwango House na kueleza kuwa ujenzi wa mradi huo ni sehemu ya kuboresha miundombinu na kuwanufaisha wananchi katika kupata bidhaa bora zenye viwango ambazo haziwezi kuathiri afya zao. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema kuwa uwepo wa jengo hilo utasaidia kuhakiki kila bidhaa zinazozalishwa ndani na nje ya nchi, hali itakayowasaidia Watanzania kutumia bidhaa zenye viwango bora. Amesema kuwa waagizaji wa bidhaa kutoka nchi za nje wanatakiwa kuhakiki bidhaa zao kabla kuzileta nchini kama zina ubora ili kulinda afya za wananchi. Hatutaruhusu mchele, sukari na bidhaa nyingine vya aina za vyakula vinatumika nchini vikiwa havina ubora. Kwa hiyo watumishi wetu wa TBS, endeleeni na jitihada hizo za kuhakikisha kwamba kila bidhaa nchini inakuwa bora. Na hakuna huruma kwa bidhaa isiyokuwa na ubora zinazokwenda kuathiri afya za Watanzania. Msikubali kubeba lawama ya kuruhusu bidhaa, hata kwa kula rushwa, kuingiza bidhaa ambayo haina ubora alafu ikaua Watanzania. Haifai, peleka kuichoma na kuiteketeza kule, kwa sababu haifai. Aidha amesema baada ya uwekaji wa jiwe la msingi na uzinduzi huo, serikali haitakuwa na huruma kwa watu watakaoingiza bidhaa zisizo na viwango, huku akitoa wito kwa TBS kufuatilia bidhaa zisizo na ubora. Waziri wa Viwanda na Biashara Selemani Jafo ameeleza mpango wa serikali katika kukuza viwanda nchini, ikiwemo kuongeza ajira kupitia wizara hiyo. Kazi yetu kubwa, tunataka tuhakikishe upande wa viwango unaenda vizuri. Maabara yetu ya pale Dar es Salaam, unaifahamu, iko pale katika Ubunge stendi ya zamani. Ile ina mambo mengi, lakini tulikuwa na changamoto kubwa ya kusafirisha samples kutoka maeneo mbalimbali. Sasa hapa tunatengeneza maabara kubwa. Katika Eastern Central Africa itakuwa miongoni mwa maabara bora sana, iko hapa Dodoma. Piga makofi tafadhali. Hii ni legacy ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake wa serikali ya awamu ya 6. Lakini sio hivyo, kuna kazi kubwa inaendelea kule Mwanza, na imani yetu kubwa na kazi inaenda vizuri. Kandarasi tunaenda kujenga maabara nyingine kama alivyosema mtaalamu wetu. Lakini naomba niwahakikishie ni kwamba jukumu letu kubwa, tunataka tufanye nchi hii iweze kuwa nchi inayoheshimika katika upande wa viwango. Naye mwenyekiti wa bodi wa TBS Profesa Othman Chande ameshukuru serikali kwa kuona umuhimu wa kujenga ofisi hizo katika jiji la Dodoma. Kwa upande wake, Ashura Katunzi, mkurugenzi mkuu wa shirika la viwango nchini Tanzania TBS, ameeleza namna ambavyo gharama zilizotumika mpaka sasa kwa ajili ya kugharamikia ujenzi wa jengo hilo. Dhumuni la kuanzisha kwake shirika kuratibu uandaaji wa viwango vya kitaifa katika sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kudhibiti usalama na ubora wa bidhaa zinazozalishwa na kuingizwa nchini kwa lengo la kulinda afya na usalama wa walaji pamoja na mazingira, ili kuchangia jitihada za serikali kupanua soko la bidhaa zetu na kukuza uchumi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, moja ya kiungo muhimu kwa TBS katika kutekeleza majukumu yake ni uwepo wa maabara za kisasa zenye ithibati ili kupata majibu ya uhakika. Uturuki imesema itaendelea kusaidia programu ya maendeleo nchini Tanzania, ikiwemo kuwezesha kundi la wanawake katika kujikwamua kiuchumi kupitia programu mbalimbali za maendeleo. Goodluck Msola ametuandalia taarifa hii. Akizungumza katika kuhitimisha programu ya mafunzo ya ujuzi kwa wanawake ambao walishindwa kuendelea na masomo, mwakilishi wa ubalozi wa Uturuki nchini Tanzania Aymina Kaya pamoja na mkurugenzi msaidizi wa shirika la uratibu la maendeleo la Uturuki upande wa Tanzania Badruddin Yasin wamesema hatua hiyo inatokana na nchi ya Uturuki kuwa na mahusiano mema na Tanzania. Amesema kupitia programu ya Mwana Jasiri wamelenga kutoa ujuzi na mafunzo ya ujasiriamali kwa wanawake ambao asilimia kubwa walishindwa kuendelea na masomo na kujikuta wakikaa mtaani. Moja ya projekti zetu ukijumlisha, ukiacha elimu, ukiacha afya, ukiacha women empowerment na baadhi ya projekti zozote ambazo zinahusiana jamii moja kwa moja, tuliona kwamba hili kundi la kina mama au hili kundi la dada zetu wanahitaji
future yao kwenye njia yoyote ambayo ukiachana na ile ya shule. Sisi kama TICA tumeweza kusupport trainee kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika kuprovide material, kutafuta trainers, katika kuwatafutia eneo, na mpaka leo hii tunaweza kuwapa certificate ili waweze kuenda sasa kwenye ngazi nyingine ya taaluma yao. Kwa upande wake Dr. Khadija Bwanaheri pamoja na mwakilishi wa umoja wa wake wa mabalozi wamesema katika programu ya Mwana Jasiri wameweza kutoa mafunzo kwa mabinti zaidi ya 20 juu ya namna ya kutengeneza bidhaa mbalimbali za mapambo kupitia zao la mkonge ili waweze kujikwamua kiuchumi. Wengi mabinti waliokuwa kwenye participation hii walikuwa wengi wameacha shule katikati au kwa shida mbalimbali walikuwa nazo kwenye jamii. So wakati tunaanza program ilikuwa imelenga kama Mama Jasiri walikuwa ni wale waliozaa kabla wakati, lakini tukaona tukua tumefunga the bracket kusema tu madada wa aina hii. Tukafungua wano tukasema madada yoyote mwenye uhitaji wa kutaka kulearn a new skill anaweza kuparticipate. So tukaanza kama phase 1 tukaanza na 15 na Mungu ametusaidia sana kwa 15 tulioanza nao wameendelea mpaka sasa hivi. Hakuna aliye drop out na mpaka sasa hivi wanaendelea. Nini kifanyike? Kuendelea kuwasisitiza tu kwamba kila kitu kinaweza kufanyika na wasikate tamaa. Nao baadhi wanufaika wa programu hiyo wamesema imeweza kuwajengea ufundi katika kuunda bidhaa mbalimbali ambazo endapo watapata masoko ya uhakika zitawasaidia kuwakwamua kiuchumi. Nilipokuja hapa, tulivyoanza siku ya kwanza, tulivyoonyeshwa tunafuma kwa kutumia katani, nilikuwa sina uhakika. Nilikuwa nasema kweli nitatoboa mimi? Ila nikasema kwa nini nijikatishe tamaa? Siwezi kukata tamaa. Nikasema Mungu yupo pamoja nami. Nitafanya kazi kwa bidii na nitapata mafanikio. Kweli Mungu kanisimamia, nimefanya kazi, nimeshona kwa kutumia katani, nimeshona vitu tofauti tofauti. Tumejifunza pia welding, tumejifunza carpentry. Ila mafanikio ya mradi kwanza umenikomboa mimi mwenyewe kiuchumi. Pili nawasaidia na wanawake wenzangu kujikomboa pia kiuchumi. Cha kwanza umenifanya mimi nijitambue. Cha pili pia sikujua kama katani inaweza ikatumika ikawa ni bidhaa biashara au pambo la nyumba. Nilikuwa najua tu katani ni kwa ajili ya kutengeneza kamba au kufungia bidhaa zengi, kufungia mizigo. Jamii imetakiwa kuenzi mila na desturi chanya zinazochangia ujenzi ambazo hurithishwa kutoka kwa kizazi kimoja kwenda kingine. Kwa undani wa taarifa hii anao mwanahabari wetu Ameni Nyaungo kutoka Singida. Hayo ameyasema Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalum Amoni Mpanju katika uzinduzi wa kitini cha majadiliano mila na desturi katika kijiji cha Igombwe mkoani hapa. Jamii yenye kuenzi mila na tamaduni chanya, jamii yenye maadili, tukiamini maadili, mila na desturi chanya zinazochangia ujenzi urithishwa kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Kwa hiyo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali anayoiongoza, akasema sasa nyie wizara niliyoiunda, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, muanze kushuka mpaka chini. Mkurugenzi wa wilaya ya Ikungi Rashid Mohamed Rashid amesema kuwa kupitia majadiliano hayo wananchi wamejua kuziacha mila potofu. Wananchi wetu wameweza kuzitambua ni zipi mila potofu na zipi si mila potofu. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba zile mila potofu tuziache, maana zinaendeleza ubaguzi katika maeneo yetu. Aidha, kwa upande wa wananchi ambao walikuwa wanatoa mrejesho baada ya majadiliano hayo, walikuwa na haya ya kueleza. Matambiko yaendelee kufanyika kwa sababu yana faida. Mfano, wakati wa msimu wa masika panakuwa na changamoto ya mvua, hivyo hufanyika, lengo kuu ni kuita mvua. Pia matambiko ya kupunguza ndege waharibifu. Mila nyingine inayohitajika kuendelea ni ngoma za asili. Ngoma ya asili zina mchango mkubwa kufikisha ujumbe katika jamii, na pia ngoma za asili ni burudani. 3, ufundaji kwa wanawake.
Hii hufanyika kwa watoto wa kike wanaokaribia kupevuka na wanaelimishwa namna ya kuishi na kulea watoto hapo baadaye. Katika jamii ya kijiji cha Igombwe walikuwa na mila za zamani kama vile namna ya kuishi na maisha ya ndoa, ambapo wazazi walikuwa wanatengana na watoto. Watoto wa kike wanalala na mama yao na watoto wa kiume wanalala na baba yao. Kwa upande mwingine, mama na baba wanatumiana ishara ya kukutana kisiri. Katika majadiliano hayo wametaja mila potofu ambazo wanatakiwa kuachana nazo ni pamoja na mila ya chagulaga na ukeketaji. Kuna hali ya ukeketaji kwa watoto wa kike rithi mke, na wanaamini kuwa wanadhirithi mke ili mali isipotee. Ya chagulaga. Hii ni mila ambayo hufanyika zaidi katika kabila la Wasukuma. Kutokana na kuwepo kwa taarifa mbalimbali za mateso na manyanyaso yanayosababisha kuwakatisha tamaa vijana waliomaliza masomo ya shule ya sekondari na kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT pindi wanapoitwa kujiunga na jeshi hilo, baadhi ya vijana wa vyuo vikuu waliopitia mafunzo hayo wamepinga uzushi huo. Josephine Kaponya anayo taarifa zaidi. Mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT si kwa lengo la ukandamizaji kwa vijana wa rika zote, bali hunufaisha masuala mbalimbali yanayojenga katika jamii, ikiwemo ujasiri, uthubutu na uzalendo pasipo kukata tamaa. Vijana waliomaliza mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT na kujiunga na vyuo vikuu ikiwemo Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM hapa wanashangazwa na taarifa za kizushi zinazoendelea kutolewa na baadhi ya watu kuhusu mafunzo hayo, huku wakiwataka vijana wenzao kujiunga na jeshi hilo. Ni waase mabinti wenzangu katika jamii kwamba mafunzo ya JKT sio kwa lengo la kukandamiza wanawake. Kule ukiwa na uweredi wa kujitambua na kujielewa, unaweza kunufaidika na vitu vingi. Kwa mfano kama mimi niliweza kunufaidika na swala zima la ujasiri ambalo limenipelekea kujaribu katika mambo mbalimbali pasipo kukata tamaa. Watu wengi na watoto wa kike wengi wanakuwa na uoga wa kusema kwamba mimi nikienda JKT nitapitia 1 2 3. Ila mimi kitu ambacho naweza nikakushauri, hizo ni fununu tu ambazo unakuwa unazipata. Mimi nimeenda pale Ruvu JKT, nimepata mafunzo yangu kwa muda wote wa miezi 3. Hizo changamoto ambazo wengine walikuwa wanazisema sikuwahi kuziona. Kuna klipu zinatengenezwa wanarusha kwa ajili ya kulichafua Jeshi la Kujenga Taifa, jambo ambalo sio halina uhalisia ndani yake. Ukitaka kujua uhalisia wenyewe nenda, kwa sababu Jeshi la Kujenga Taifa mimi naweza nikasema ni chuo kilicho bora. JKT imekuwa ni chachu ya kuwafanya vijana wengi kujiunga na jeshi hilo na kufanikisha wengi wao kujifunza masuala mbalimbali. Na hapa Jaziru Rubondo, mwanafunzi wa mwaka wa pili Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, anaeleza stadi mbalimbali alizojifunza alipokuwa huku wengi wao nao wakieleza namna ambavyo mafunzo hayo yamewasaidia na kuwafunza jinsi ya kuishi na jamii inayowazunguka. Tulifundishwa namna ya kuandaa vitaru, tukafundishwa namna ya kupanda vitunguu. Tumefanya hivyo na pia mimi ni miongoni mwa watu ambao nimeenda kupractice direct kuifanya ile, na pia mpaka sasa ndio iliyokuja kunilipia ada yangu ya mwaka wa pili kupitia kitaru ambacho nilikianzisha nyumbani kupitia wazazi wangu, lakini mimi ndio nilikuwa msimamizi namba 1. Mafunzo ni mazuri kwa sababu katika kufunzwa ustahimilivu na ukakamavu, usitegemee kwamba utaishi kama mfalme. Kuna vitu vidogo sana vya kawaida ambavyo tunavifanya kule. Ni mazoezi tu ya mwili ya kiafya ambayo wengine tunafanya kila siku na ameingia kwenye rutini za maisha yetu. Mwanazuoni kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM ambaye ni naibu makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Razaki Lokina anaeleza hali ya utulivu na nidhamu kwa vijana hao baada ya kutambua hali ya mmomonyoko wa maadili uliopo kwa sasa na kuamua wao wenyewe kujikita zaidi katika masomo yao. Sasa hivi watoto tunalea isivyo. Mimi mzazi na watoto. Kwa hiyo kuna mwingine unayaona huyu asingetakuwa behave hivi kama angepita JKT. Wazazi asubuhi kuamsha wale watoto wale. Ameshamaliza shule yuko lakini kumwamsha, lakini JKT ile nidhamu kwamba saa 11 filmu imepigwa lazima uwe foleni utaamka. Kwa ukishajengea hivyo
unajua kwamba anatakiwa kujituma. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT Meja Jenerali Rajabu Mabele anaeleza sifa kuu kwa vijana wanaopatiwa mafunzo hayo. Tunataka tumpe utimamu wa mwili kijana, tunataka tumlee katika maadili. Si mafunzo ya kijeshi, ni basic military training. Tunawapa basic. Yani apate tu zile kwamba akili ya kijeshi iko hivi. Mtu ukiwa mwanajeshi unatakiwa uwe na tabia hivi na hivi, na tabia moja hapo ndio uwe na nidhamu njema. Mwanajeshi anatakiwa awe mwaminifu, mwanajeshi anatakiwa awe mtii, mwanajeshi anatakiwa awe anapenda kazi. Kwa hiyo hivyo ndio vitu tunavyowafundisha, hatuwafundishi mafunzo ya kijeshi. Jeshi la Kujenga Taifa JKT lilianzishwa kwa sheria namba 16 ya mwaka 1964 iliyofanywa mapitio mwaka 2022 kifungu cha 3 ibara ya kwanza. Sheria hii ilipitishwa kuwataka vijana kujitolea kwa hiari kujiunga na jeshi hilo ili kulitumikia taifa. Katika kuelekea siku ya kuchangia damu duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka ifikapo Juni 14, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma imewaagiza wakurugenzi wa halmashauri zote zinazounda mkoa huo kitengo cha fedha kwa ajili ya kutekeleza mpango wa uchangiaji damu salama. Taarifa ya Innocent Horomo kutoka mkoani Ruvuma inafafanua zaidi. Agizo hili limetolewa na Katibu Utawala mkoa wa Ruvuma Mele Makondo katika kikao na wadau wa damu salama, ambapo akizungumza na wadau hao amesema mahitaji ya chupa za damu salama kwa mkoa wa Ruvuma kwa mwaka ni chupa 14,785, huku takwimu za ukusanyaji damu kwa mwaka 2024 ikiwa ni 47.4% ya mahitaji ya mkoa. Amesema kulingana na damu salama inayokusanywa, watoto chini ya miaka 5 hutumia 50%, wakina mama waliojifungua hutumia 30%, wahanga wa ajali na wagonjwa wanaopata tiba kwa njia ya upasuaji hutumia 20%. Wagonjwa wengi wenye upungufu mkubwa wa damu, tiba yao muhimu ni kuongezewa. Upatikanaji wa damu salama unategemea zaidi wananchi. Naomba nitumie fursa hii kuwaelekeza wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Ruvuma kuhakikisha kuwa kamati za damu salama za halmashauri zinatengewa fedha ya kutosha ili kuwawezesha kufanya uhamasishaji wa kutosha kwa wananchi wote ili kuwajengea uelewa na utamaduni wa kuchangia damu kwa hiari kwa ajili ya kuokoa maisha. Kwa upande wake, mganga mkuu wa mkoa wa Ruvuma Daktari Luis Chomboko amesema kulingana na uhitaji mkubwa wa damu salama katika mkoa wa Ruvuma, jamii inapaswa kuwa na utamaduni wa kuchangia damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya watoto, wakina mama waliojifungua na wagonjwa wengine wanaohitaji huduma ya damu salama. Katika mkoa wetu bado damu haitutoshelezi, hasa kwa watoto chini ya miaka 5, mahitaji ni makubwa, lakini wajawazito halikadhalika. Lakini bado tuna shida nyingine, hasa kwa wale ambao wanatumia vyombo vya usafiri. Kuna matukio ya ajali ambayo mwisho wa siku wale majeruhi nao wanahitaji damu salama. Jamani, tunapoelekea katika kilele hicho cha siku ya damu salama tarehe 14, basi tunahitaji sana mchango wenu wa hali na mali. Naye mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Songea Wakili Bashiru Muhoja anaeleza namna walivyojipanga katika kuhakikisha lengo la ukusanyaji damu salama linafanikiwa ili kufikia malengo ya mkoa. Kama ambavyo mnaweza mkao mmeshuhudia, timu yangu inashirikiana na organization nyingine kuzunguka kwenye mashule kukusanya damu. Alafu tunapeleka Mbeya kwa ajili ya kupima, na tunapohitaji tunarudishiwa kwa ajili ya kuzitumia. Lakini na taarifa pia kwamba tuna mpango wa kujenga benki yetu hapa ambayo itakuwa ni ya mkoa wa Ruvuma. Nikiripoti kutoka halmashauri ya manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, Innocent Horomo, TVE Habari. Kampuni inayojihusisha na shughuli za ukandarasi Mando Women Group imekabidhi kompyuta 2 pamoja na viti 5 vyenye thamani ya jumla shilingi milioni 3.6 kwa shule ya sekondari Buanga iliyopo wilayani Chato mkoani Geita. Msaada huo umetolewa kuwa sehemu ya jukumu la kurudisha fadhila kwa jamii CSR kwa mujibu wa mwongozo wa serikali. Taarifa Joel Maduka kutoka Geita inafafanua zaidi. Akizungumza katika hafla ya makabidhiano vifaa hivyo, mkurugenzi wa Mando Women Group
Kuimba hilo amesema kuwa kampuni hiyo imeamua kutoa msaada huo kwa lengo la kuboresha elimu ya sayansi na kuongeza ufanisi katika ufundishaji wa somo la kompyuta. Sisi kama wanawake tulianza kujitafuta, kuanza kupambana, kufanya kazi tofauti tofauti, na pia serikali inatupa kazi mbalimbali kwa ajili ya ushindani. Tuna supply vitu mbalimbali, mfano simenti, vitu vya ujenzi na vitu vingine vya stationery. Lakini pia katika hii shule ya Bwanga sisi tuliwahi kufanya kazi nao, ambao kuna shule mpya ambao alisimamia huyu mkuu wa shule. Tuliweza kutengeneza milango, pia tuliweza kusupply vifaa tofauti vya ujenzi. Kwa hiyo tumesukumwa kufanya hivyo na sisi kama kurudisha shukrani, na pia ni kama wazazi kuweza kuwasaidia watoto waweze kupata elimu bora kwa maisha yao ya baadaye. Upande wake kaimu afisa elimu wa idara ya sekondari wilaya ya Chato, Mwalimu Paulo Chacha, amepongeza kampuni hiyo kwa moyo wa kujitolea na kuunga mkono juhudi za serikali katika kuinua kiwango cha elimu. Tunawashukuru sana kampuni ya Mando Women Group kwa hiki mlichokifanya, na tunashauri kwa mashirika mengine na kampuni zingine ambazo zimefanya kazi na ofisi ya mkurugenzi mtendaji kuona fadhila za kulipa zile fadhila ambazo wao walishiriki kama wasambazaji wa vifaa, lakini pia kama wajenzi, kwa kurudisha hizo fadhila, pamoja na kwamba wametumia gharama na sisi tuliwalipa, lakini kwa kuliona hilo kwamba kuna umuhimu wa aina yake, basi tunawashukuru kwa hilo. Naye mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya Bwanga, Mwalimu Ibrahim Almasi, pamoja na mwalimu wa somo la kompyuta Bi Flora Mashiringi, wamesema vifaa hivyo vitasaidia kwa kiasi kikubwa kuondoa changamoto zilizokuwepo awali katika ufundishaji wa somo la kompyuta. Shule ya sekondari Bwanga tuna somo la computer science ambalo linafundishwa kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha 4, lakini changamoto kubwa tuliokuwa nayo ni vitendea kazi. Na computer science ili watoto waweze kufanya vizuri lazima wawe na vitendea kazi kama kompyuta ambazo zinawawezesha kuweza kurahisisha katika swala zima la ujifunzaji. Kwa hiyo tumepata hizi kompyuta, nadhani zinaweza kuleta chachu ya ujifunzaji kwa wanafunzi na kurahisisha swala zima la walimu katika kufundisha hili somo zima la kompyuta. Kuna umuhimu wa walimu kuwafundisha wanafunzi kwa kutumia kompyuta, kwa sababu mara nyingi tunaweza tukawafundisha kwa kutumia tu theory, lakini wanapokuwa wanajifunza kwa vitendo, angalau inawarahisishia kujua na kutambua vizuri kompyuta na vifaa kwa ujumla. Msaada huo unatarajiwa kuwa chachu kwa wadau wengine wa maendeleo kuchangia katika kuinua elimu nchini, hususa ni katika maeneo ya vijijini. Mkuu wa wilaya ya Mufindi Dr. Linda Salekwa amewaasa wananchi wa wilaya hiyo kujitokeza kwa wingi kupata huduma za kibingwa katika hospitali ya mji wa Mafinga kutokana na baadhi yao kushindwa namna ya kuweza kuwapa huduma hizo kwa sababu ya umbali na gharama kubwa. Shalom Robert kutoka Mafinga anayoripoti zaidi. Kauli hiyo imetolewa wakati wa hafla ya uzinduzi wa huduma za madaktari bingwa wa Samia kwa ajili ya kuanza zoezi la utoaji huduma katika hospitali ya mji wa Mafinga, huku akitoa shukrani kwa serikali kwa kuweza kurahisisha upatikanaji wa huduma hizo. Mheshimiwa Rais aliona haitoshi kuleta majengo na miundombinu peke yake pamoja na vifaa tiba, lakini akaona ipo haja ya kuwa na madaktari bingwa wa kwenda katika hospitali zetu za halmashauri kwa ajili ya kuwafikia wale wachache ambao uwezo wa kuwafuata kule waliko hawana, kumsafirisha kwa gari hana. Sasa Mheshimiwa Rais amewaona watu wenye uhitaji wa namna hiyo, ndio maana hii huduma ikawepo ya kupata madaktari bingwa. Hii si mara ya kwanza, sote ni mashahidi, tulishawapokea tena. Kwa hiyo ni jambo ambalo limekuwa endelevu katika serikali ya awamu ya 6 kuhakikisha kwamba wanafikia wale watu ambao hawana uwezo. Na waomba sana wananchi wote tulioko mahali hapa, bila kujali wewe ni mfanyakazi, sio mfanyakazi, ni mgonjwa, ni mzima, yeyote aliyoko hapa hakikisha anafikisha ujumbe kwa watu wasiopungua 10 kwamba jamani kuna madaktari bingwa pale Mafinga. Ni wanini wewe fika pale utajua. Kwa upande wake mganga wa halmashauri ya mji wa Mafinga Dr. Benaventura Chitopela amesema katika zoezi hilo jumla ya madaktari bingwa 7 wa magonjwa mbalimbali wataweza kutoa huduma hizo kwa siku 6 katika hospitali hiyo. Tumepokea madaktari bingwa 7 wa huduma mbalimbali, wakiwemo madaktari bingwa wa watoto,
madaktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na wajawazito, lakini pia madaktari bingwa wa upasuaji wa mfumo wa mkojo, madaktari bingwa wa upasuaji wa kinywa na meno, lakini pia madaktari bingwa wa magonjwa ya pua, masikio na koo, lakini pia tumepokea madaktari bingwa wa ganzi na usingizi. Tunaamini wananchi wote wa wilaya ya Mufindi ikijumuisha wananchi wa mji wa Mafinga watapata huduma bora ambayo kimsingi walikuwa wanaipata katika hospitali zile kubwa kama ya mkoa pamoja na za kitaifa na za kanda. Awali akizungumza katika hafla hiyo, kiongozi wa madaktari hao, daktari bingwa wa magonjwa ya dharura Dr. Huruma Mwasipu, amesema kuwa wamejipanga vizuri ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora ambazo zimekusudiwa, huku baadhi ya wananchi wakishukuru serikali kwa ujio wa madaktari hao. Kwa hiyo nadhani baada ya hapa tutaendelea na kazi hiyo na tunaombea kwa wenyeji kwamba tuhakikishe kwamba tunafikia malengo kwa wale ambao wamejitokeza leo kuja kupata huduma. Tunaahidi kwamba tutatoa huduma kama ambavyo tulikusudia. Nimeshukuru sana kwa kweli, kwa sababu tunapata huduma jirani na sisi, maana hizo huduma kupata huko inakuwa ni mbali, gharama. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kweli, tunamshukuru mama kwa kutukumbuka na sisi huku mkoani. Kwanza namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jukumu hili ambalo ametuona sisi wanyonge ambao hatuwezi kufika sehemu za mbali, ameona atuletee huduma mlangoni mwetu. Kwa hiyo niwakaribishe watu wengine wafike hapa, kama kuna mtu anasikia ujumbe huu basi akawe balozi kwa watu wengine. Katibu tawala wa mkoa wa Mara Gerald Kusaya amewataka wauguzi katika halmashauri ya wilaya Musoma mkoani Mara kufanya kazi kwa kuvishi viapo vyao wanapotoa huduma kwa wananchi ili kuondoa malalamiko kati yao na wagonjwa. Adam Kadutu anaripoti kutoka Mara. Hawa ni wauguzi ambao kwa kiasi kikubwa ndio kiungo muhimu kati yao na wagonjwa, na hapa wanatumia siku hii kusherehekea pamoja na wanafurahia kuihudumia jamii, lakini zipo changamoto ambazo wanakutana nazo wawapo kazini, huku upungufu wa watumishi ukitajwa kuwa ni tatizo. Tunaomba serikali ishirikiane nasi katika mambo yafuatayo: kuongeza ajira kwa wauguzi ili kupunguza mzigo wa kazi, kuwezesha mafunzo ya mara kwa mara kwa wauguzi, kuboresha mazingira ya kazi hasa katika vituo vya pembezoni, kutoa vifaa tiba vya kutosha kwa vituo vya afya. Tunathamini juhudi zinazofanywa na serikali kupitia halmashauri yetu katika kuboresha huduma za afya. Tunaamini kuwa kwa kuendelea kushirikiana tutafanikisha lengo la kuhakikisha huduma bora na salama kwa wananchi wa wilaya ya Musoma. Watumishi tulionao ni wachache sana. Watumishi 104 tulionao, ukiangalia idadi ya watumishi wanaohitajika 223, upungufu wa 119. Upungufu mkubwa sana. Lakini licha ya changamoto, hapakosi kuwepo mafanikio, na hapa wauguzi wanaipongeza serikali kwa namna ambavyo katika halmashauri ya wilaya ya Musoma migogoro kati ya wagonjwa na watumishi imepungua. Kwa miaka mitatu nyuma tulikuwa tuna makelele mengi sana hata kwenye baraza la waheshimiwa madiwani kuhusu utendaji wa watumishi wetu katika sekta ya afya. Lakini nikuhakikishie ndugu mgeni rasmi, kwa miaka miwili ya mwisho mitatu kelele zimepungua sana, na hata baadhi ya waheshimiwa sasa hivi wanapongeza huduma nzuri ambazo zimekuwa zikitolewa katika vituo hivi vya huduma za afya. Upungufu wa watumishi ni 81%. Tuna changamoto kubwa ya ukosefu wa nyumba za watumishi hasa katika hospitali ya wilaya ambako kwa sasa hivi tunayo nyumba moja tu. Kisha ikawa zamu ya katibu tawala mkoa wa Mara Gerald Kusaya, ambapo anawataka wauguzi hawa kufanya kazi kwa bidii na kwa kufuata viapo vyao. Nawakumbusha wauguzi wote kufanya kazi kwa kuzingatia kiapo chenu. Pia nawasihi kuendelea kuonyesha umahiri wenu katika kazi zenu, sio tu kwa kusimama peke yenu kama wauguzi, bali kwa kusimama pamoja na wataalamu wengine. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Sada Nasor. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutaendelea na taarifa yetu ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Ili kupisha ujenzi wa soko, wafanyabiashara wa soko la Maganzo mkoani Shinyanga wamepewa siku 14 kupisha ujenzi wa soko hilo.